Rivele kora baida. Tusome hizo roho. Kumbuka, unaweza ukawa na moja hizi roho na haujawahi kushika microphone. Huna sehemu ya kuhubiri. Wewe ni raia wa kawaida kwenye maisha yako ya kila siku. Unaamka na majirani zako pale kwenye nyumba ya kupanga popote, lakini hiyo roho iko ndani yako na inafanya kazi. Na hiyo roho haiji kama hakuna assignment ya kufanya. Ukisoma Biblia yako inasemaje? Roho ya kwanza roho gani? Roho ya nani? So kuna roho ya Bwana, hii imejitegemea. Hii roho ya Bwana kazi yake ni nini? Hii kazi yake ni inaenda popote panapohitajika msaada. Hii haiko specific. Hii ni kiraka. Kama ni kwenye roho hapo, unaona kuna sema inaga roho ya kuponya. Si hakuna Lakini roho ya Bwana ana uwezo wa kuponya. So ya kwanza kabisa ni roho ya uponyaji. Kosa vyote usikose roho ya Bwana. Unaweza kukosa roho ya hekima, ila ukiwa na roho ya Bwana, panapohitajika hekima, kwa muda huo anakuja, anakusaidia kutoa hekima. Watu wanasema, mbona kwa sagemea siri kuongea haya? Kwa muda ule tu roho ya Bwana alikuja akamsaidia. Si ndio? Roho ya kwanza ni roho ya Bwana. Kazi yake ni nini? Mahali popote na msaada unapohitajika, yeye anakuja na kusaidia kuvuka hapo. Ukishavuka tu anakuacha, hakai ndani yako. Huyo anakuja tu juu yako kipindi fulani. Anaitwa roho ya Bwana. Hakai ndani ya mtu yoyote. Kwa Roho Mtakatifu na roho ya Bwana. Roho Mtakatifu anajitegemea na roho ya Bwana anajitegemea. Unajua maana roho ya Bwana? Roho ya Bwana ni namna Mungu anavyotazama mambo, na namna ambavyo kama angetakiwa kuwajibika angewajibikaje. Hiyo ndio maana roho ya Bwana. Kwa lugha nyepesi ni kwamba roho ya Bwana ni uweza ambao wewe unakuwa nao, lakini unajua sio wa kwako. Unajua kabisa katika hali ya kawaida mimi siwezi kuamua hivi. Mimi siwezi kufanya hivi. Sina namna hiyo. Mimi katika hali ya kawaida siwezi kuambia hapa mti mkubwa wakati nina uhakika. Wewe unapata wapi? Roho ya Bwana. Si ndio? Leo nimekuambia hapa good morning Chadema, na nakuambia hii ni lazima itokee na haiko mbali, lazima. Moja ya vitu ambavyo vitahakikishia Tanzania kwamba Mungu anasemaga na akisema anatimiza ni unabii wa Tundu Lissu, kwa sababu sundi hapo karibu hapo anatoka. Na kwa sababu nimekuambia niko na uhakika utajua kama roho ya Bwana huwa anaongea na wanadamu. Je, mimi naishi mbinguni? No. Mimi naishi Kinyere, naishi Mbezi, Luguruni, ndio nyumbani kwangu, naishi pale. Huko anakuja kuwahudumia na kuondoka, naishi kule. Lakini na uwezo wa kutap kwenye spirit, kwenye realms huko juu. Ningepa taarifa kwa sababu nisemeshwa nikiwa kule, sio hapa. Kule Mungu ananitembelea. Lakini kwenye nyumba hiyo tunaoishi, kuna watu wengine kwenye vyumba vingine, ila nilichokipata mimi hawajakipata. Kwa sababu roho wa Bwana anakuja ndani ya nani? Ya mtu, sio speaker. Sio speaker kama hivi kama inatangaza. Ya kwanza roho wa Bwana kazi yake ni kuja kutatua changamoto yoyote inayojitokeza. Yaani yeye ni kiraka. Popote, yaani hata ukikwama pahali popote, kuna mgonjwa huyu hapa, huna neema ya uponyaji, usihangaike, sema Baba katika jina la Yesu. Sahi Bwana, naiomba roho yako iingie ndani yangu, inisaidie kujua namna ya kufanya kwa ajili muombee mtu ambaye yuko mbele yangu ambaye ni mgonjwa. Roho ya Mungu anakuja papo, unashangaa tu. Chukua maji, ombea maji mpe anywe. Wewe unadhani ile umepewa na babako kijijini? Hakuna roho ya Bwana. Unamwambia mtu anashindikana, unasema niambie kitu nileteni maji. Baba katika jina la Yesu, nabadilisha ya maji yawe damu ya Yesu. Baada ya hapo mpeni anywe maji. Anakunywa maji, uzima huu hapa. Hii akili umepata wapi? Mbona haifundishwi chuoni? Hii ni kazi ya nani? Roho wa Bwana. Anaishi ndani ya mtu. Never. Kazi yake ni nini? Kuna watu hawana roho ya hekima, hawana roho ya utambuzi, hawana roho yoyote. Ili Mungu asiwache yatima, at least roho ya Bwana hapohitajika, huyu hapa. Kwenye ajali, Mungu kwenye gari, lakini wewe una Mungu ndani. Ajali inatokea tata, unashangaa tu umetoka salama. Wengine watu wameumia. Unasema, ngoja sasa mimi nimeokoka. Sio kwa sababu tu umeokoka. Roho ya Bwana. Lakini kwa wakati huo anakuja kwa mfumo wa malaika. Shwa! Wanatoka kwenye ajali. Baada unasema, sijui ningetokea. Nimejikuta tu mimi ni mzima. Mimi nishe kuanguka na gari mara 3, gari ilipeleka mara 3. Lakini cha ajabu ni kwamba nikikuonyesha alama zangu za kawaida. Mpaka nasahau. Hizi hapa za kawaida. Mara hizi 3. Wakati kuna watu mpaka wanapozungumza wamekuwa ni vilema. Na kipindi hicho sikumeti labda na Mungu kivile. Nilifundishwa na baba yangu mzee Samuel. Alinifundisha somo moja linasema muite ataitika. Hivyo tu, muite ataitika. Sio kusema tu Yesu. Kuitika kwake ni kukutoa kwenye janga. Roho ya pili, roho ya hekima. Imagine unaweza kuwa na roho ya hekima kwenye eneo la uongozi. So hakuna maamuzi utakayofanya watu wakajutia, kwa sababu sio wewe unayefanya. Ni nani? Roho ya hekima. Huyo anatakiwa aende kwa watu ambao ni viongozi, watu ambao wanaongoza watu, na watu ambao wanatoa maamuzi kwenye nyadhifa fulani. Hao ni lazima wawe na hiyo roho ya hekima.
Kazi ya roho ya hekima ni nini? Ni kukuambia Mungu angesemaje kwenye hali kama hiyo, basi wewe sema. Kwa mfano sasa nikwambia vya Asheri, njoo hapa ongelea swala fulani. Kutoka hapo kuja hapa hujui utaongea nini, ila ukishika mic tu akili nasema nashauri ndoa, hapana. Nashauri biashara, hapana. Nashauri wanafunzi, hapana. Naongelea nini? Naongelea kuhusu watu kwa kanisani. Kuna hekima inakuja inaongelea hapo, watu hawakwaziki. Kwa sababu sio hekima uliopewa kwa muda huo. Kwa ukiongea ukisikiza mwenyewe unasema hivi, mimi ndo nimesema hivi, kwa sababu ni roho wa nani? Wa hekima. Huyo anakusaidia namna kuamua vitu kwa namna nyepesi ambayo haimkwazi yoyote. Kazi yake kubwa ni kusaidia wewe kujua namna sahihi ya kufanya maamuzi kwenye maeneo yanayohitaji maamuzi. Hukosei. Unaweza ukawa mlokole mzuri, ukikosa hekima ukaharibu biashara, ukikosa hekima ukaharibu ndoa, ukikosa hekima ukaharibu kila kitu kwenye maisha yako, kwa sababu ukosefu wa nini? Wa hekima. Hekima sio somo. Hekima haifundishwi darasani. Hekima ni roho ndani ya mtu. So kumbe hekima hii hakuna shule inayotoa degree ya hekima. Bachelor in wisdom. Hakuna bachelor degree in wisdom. Hakuna. Lakini kuna wamba walimilikishwa hiyo. Kuna mwamba mmoja anaitwa Danieli, alikuwa na roho ya hekima. So jamaa kwenye tatizo lolote ana majibu nalo, kwa sababu roho wa Bwana iko ndani yake. Na ndani ya roho wa Bwana kuna hizo roho 7. Ndani ya roho wa Bwana ndio roho ya hekima, roho ya nini? Yaani roho zote 7, roho hizo 6 ziko ndani ya roho moja, roho wa Bwana. Haleluya. Alafu roho ya ufahamu. Roho ya ufahamu ni nini? Kuwa na maakili mengi. Unakuwa na akili nyingi kwenye vitu vingi. Ufahamu, unajua mambo. Yaani kila jambo ambalo linahitaji wewe ulizungumzie, unalizungumza kwa namna ambayo watu wanasema, "Huyu jamaa mbona anavijua hivi vitu?" Sasa ngoja nikutambulishie mtu mmoja hapa, angalau tu msikie. Wakati tunaendelea na hizi roho. Kuna jamaa mmoja anaitwa Bezaleli. Bezaleli huyu ameanza kusikia kwenye kitabu cha Kutoka 31. Ukitaka kujua habari za Bezaleli kwa ukubwa ni Kutoka 31, 35 mpaka 38. Ndio utampata vizuri. Huyu anaitwa Bezaleli, mtu mmoja mzuri sana ambaye hajawahi kushika microphone, lakini amefanya vitu vya kutisha sana. So Bezaleli ni mtu muhimu sana katika historia, hasa kwenye kipindi cha wakati wana wa Israeli wanatoka utumwani. Bezaleli huyu ni mtoto wa Uri, mjukuu wa mzee Huri, kutoka kwenye kabila la Yuda. Huyu jamaa Mungu alimpa roho ya kujua vitu kwa namna ambayo sio ya kawaida. Yaani jamaa hana degree, lakini ana uwezo wa kubuni mavitu makubwa na akafanyia kazi, watu wakashangaa. Imagine Musa alionyesha tu mchoro tu wa maskani ya Mungu. Musa aliona mchoro. Imagine jamaa Musa ndio aliona picha ya mchoro, akamsimulia picha, jamaa akatengeneza hema ambayo Mungu akasema mimi nakuja kukaa kwenye hiyo hema. Yaani mimi naona picha na kusimulia, unanitengenezea kitu kamili kama kile nilichokiona kwenye picha. Lakini jamaa kama haitoshi, alikuwa mtaalamu wa mambo yote yanayohusiana mambo ya madini, sanaa ya kutengeneza vitu kwa mikono. Ni mtaalamu wa kujenga magorofa, mtaalamu wa madaraja. Lakini cha ajabu ni kwamba sio shule aliyosoma, sio DIT, the College of Engineering, never. Jamaa eti ni roho wa Mungu amekaa ndani yake. Roho wa Mungu akiwa ndani ya mtu humsaidia baadhi ya vitu ambavyo akili inashindwa. Lakini lazima roho wa Mungu mwambie wapi aje kusaidie. Kibaya kinachotutesa leo ni kwamba hatuna maeneo ambayo tunataka Mungu aje tusaidie. Unamtaka Mungu aje kwa ukubwa. Haya, Mungu aje kwa ukubwa kusaidie nini sasa? Vya kawaida mno ambavyo akili inafanya. Hii ni point kubwa, najua hujaelewa. Narudia tena. Mara nyingine unamwita Mungu aje kusaidie mavitu, Mungu haji. Wewe unaona Mungu hakupendi au Mungu hasikii. Mungu anayapima mavitu, anaona they are too small for me to come and help. Ni vidogo mno mpaka mimi nje kusaidie, vidogo mno. Hivyo vinatatuliwa na akili tu. Ni akili tu inaweza kuvitatua hivyo. Amen. Hebu waza kwa mfano, waza hivi. Umesoma vizuri, mwalimu amefundisha vizuri. Amefundisha vizuri kabisa, mwalimu amefundisha na umesoma vizuri. Unaingia kwenye mtihani, maswali tunayaona na unayajua. Umemshukuru Mungu, asante kwa uzima, asante kwa afya njema, asante kwa akili, asante kwa uwezo ulionipa. Naomba Roho Mtakatifu kukumbuka. Unafanya mtihani wako vizuri kabisa. Alafu kifaulu unakuja unatusimulia, Bwana amenitendea miujiza. Tulifanya mitihani nimefaulu. Mungu anasema mwanangu, kiukweli hiyo ni moyo tu uliopondeka, lakini hilo jambo ambalo hata Majuma anaweza kalifanya.
So kitu unashuhudia Mungu amenitendea, nimefaulu. Mwajuma naye hajui hata kama kuna Mungu anayesaidiaga. Naye kafaulu. Alafu cha ajabu ni kwamba Mwajuma ana A hilo somo. Wewe una B. Na yeye asemeje? Kumbe matumizi mazuri ya nini? Ya akili. Kakaangu alifundisha kwamba mtu anayefaulu darasani sio kwa sababu anajua sana, ana uwezo mzuri wa kukumbuka. Kwa sababu hivyo alivyofaulu sio vya kwake. Ni idea za watu wengine, yeye amemeza tu. So anayefaulu vizuri darasani mtu mwenye uwezo mzuri wa kukumbuka au kuelewa mawazo ya watu wengine. Hivi ndivyo unaweza kumtibu labda mwanadamu mwenye shida ya moyo. Umekariri kwamba moyo ukiwa hivi nimsaidie hivi. So umekariri na kuelewa vile ambavyo mwenzako alikusemesha. Anayepaswa kujikubali ni aliyegundua namna ya kufanya. Wewe si umekariri tu. Haya. Roho ya nini? Ya ufahamu. Roho ya shauri. Ukimshauri mtu kitu kinampa matokeo kwa sababu una roho ya nini? Ya shauri. Roho ya shauri, roho ya maamuzi. Ukimwambia mtu pita hapa, akipita lazima afanikiwe. Imagine roho na miliki. Utakuwa maskini. Na hizi ni roho ambazo Mungu anampa mwanadamu. So unaweza ukawa wewe ni mwanasaikolojia tu mzuri, kazi yako kudili na watu tu kwenye shida zao. Huna kampuni. Ile watu wanakuja tu wanaongea na wewe, unawapa maushauri. Kwa hiyo kuna watu wanaenda wanalipia session za kuwa counseled na ma psychologist. Mtu analipia, imagine kwa saa, mtu analipia 500. Ashauriwe. Mimi sipati usingizi. Anashauriwa namna ya kuweza kupata usingizi. Anaacha 500. Anaambiwa kawaida unalaga saa ngapi? Kawaida saa 3. Alafu usingizi unapata saa ngapi? Saa 8. Kwa hiyo kuanzia saa 3 mpaka saa 8, saa 7 hapa unakuwa macho tu ndio. Sasa hebu anza hivi. Anza kuzima simu mapema. Kaa mbali na kelele. Alafu lala hivi. Weka mikono yako pamoja hivi. Tulia. Unakula shule, unavi-apply. Bado unakuja kumwambia daktari, Mungu amenisaidia. Mungu amenisaidia. Alikuwa analala saa 8, sasa analala saa 5. Daktari amechukua hela yake ameweka mfukoni, unajisifia. Lakini ni roho ya ushauri ambayo ungeweza tu kumuuliza Mungu, unafanyaje? Na kwenye kodi Biblia inasema nitakupa usingizi kama mtoto mchanga. So kumbe ukikoma kwenye usingizi, unaweza usine kwa saikolojia, ukamwambia Mungu, hii ulisema unaitoa hii. Unampa mtu usingizi kama mtoto mchanga. Nipe. Naomba hii unipe, Mungu anakupa. Roho ya shauri. Kwenye crazy faith zinatumikaje? Kwenye crazy faith sasa hizi zikiingia ndani yako, unaashumu, yani hata kama zingine unaashumu unazo. So unaanza kutembea kama mtu mwenye hizo sasa. Ujasiri unakuwa nao, unajiamini. Amen. Roho ya uweza. Roho ya uweza maana yake nini? Kuyaweza mambo, kuweza vitu. Biashara isikushinde. Kataa. Biashara hainishindi. Na rafiki yangu mmoja anasema hivi, prophet, mimi nikianza jambo lolote likifa, yani ili nijisikie vizuri, lazima nilirudie niweze ndio niliache. Yaani kwa mfano kama nimeanza biashara, labda biashara ya kuuza, mfano labda kuuza vyombo vya muziki. Nisipofanya vizuri, naona nimeshindwa, so historia yangu imechafuka. So natafuta sehemu naanza tena. Nikiwa nimekaa vizuri, namwachia mtu, mimi naondoka. Kwa hiyo historia yangu inasemaje? Naweza nikashindwa, nikaanza tena, nikashinda. Imagine maana hiyo roho iko ndani yake. Unadhani roho ya kawaida? Ana roho ya uweza. So mara ya kwanza alivyojaribu, alitumia akili zake. Ile mara ya pili siwezi kushindwa, naenda tena. Ile neno naenda tena, tayari ameactivate roho ya uweza. Roho nyingine ni roho gani? Roho ya maarifa. Na afu na roho ya kumcha Bwana. Maarifa, maana yake maarifa ni nini? Una uwezo wa kuwasaidia watu wengine kujua nini cha kufanya kwenye nyakati zao za mikwamo. Unakuwa na maarifa fulani. Sasa tutoke huko, turudi hapa sasa. Nataka ukae hapa na mimi leo. Kabla simzuia Bezaleli vizuri. Kama muda utaniruhusu, ingawa naona dakika zangu zimeisha. Sasa 7:30 nataka nikutoe hapa. Haya. Imani inayoachilia matokeo ya kimbinguni hii hapa. Jambo la kwanza, imani isiyo na hofu ndani yake huzaa vitu vya kiroho. Imani isiyo na hofu ndani yake huzaa vitu au huzaa matokeo ya kiroho. Imani isiyo na hofu ndani yake huzaa vitu vyenye matokeo ya nini? Ya kiroho. Twende sasa pointi hii hapa. Nawezaje sasa kuanza kutumia hii imani, crazy faith, inaleta matokeo? Jambo la kwanza ni hili hapa. Kubali kuamini yasiyowezekana inawezekana hata kabla hujaona uwezekano wake. Nawezaje kuitumia hii crazy faith inaleta matokeo? Kubali, yani unakubali, kubali kuamini yasiyowezekana yanawezekana hata kama huoni uwezekano wake. Wewe kubali yanawezekana. Kubali tu kwanza. Nawezaje kutumia hii crazy faith inaleta matokeo halisi? Point ni hii. Kubali kuona yasiyowezekana yanawezekana hata kama huoni uwezekano wake.
mimi nakataa kufa maskini. Na sasa toboaje? Mimi sikujua kwanza. Cha kwanza nijione sitakufa maskini. So kiuhalisia ukiangalia kama haiwezekani, kwa sababu huoni mpenyo utatokea wapi. Lakini wewe kuamini sitakufa maskini, anza kuamini tu hivyo. Sitakufa maskini hata iweje. Amini tu hivyo. Na sio tu kuamini, unaanza kuimba, inakuwa ni wimbo wako, unajiona hivyo. Unaanza kujiona wewe unamiliki, unaanza kujiona wewe ni mtu wa kumiliki hela. Unaamini hivyo. Juzi mtu mmoja akaniambia, "Prophet, mbona uanze huduma mapema?" Tunakusubiri huko. Nikamwambia picha naona ni kubwa. Najua nikianza mapema nitaishia hapo mbele. Lakini nikichelewa kuanza nikajisuka vizuri, nitaenda mbali. Na hii ni concept alifundisha Yesu. Miaka 30 mwamba ana huduma, anapoyanga tu mtaani. Miaka 30 historia zijaandikwa kikubwa. Miaka mingapi? 3 tu dunia nzima mpaka tunamhubiri. Na hajaje kuisha. Imagine Jumapili ijayo kama nitakuwepo hapa, nitamhubiri na Yesu huyu. Mimi nitaondoka duniani, nitakufa. Vizazi vijavyo vitamhubiria Yesu ambaye alifanya kazi miaka mingapi? So kwanza sio issue. Unaweza wakati gani? Na unaanza kwa uzito gani? Unaweza ukaanza mapema, ile unaishia pale. Ila ukachelewa, ukianza kila sehemu inajulikana. Kuna remu kisha ikamata, ukisema naanza, watu wanajua kuna Mungu sehemu, wanamfuata. So amini hivyo. Yasiyowezekana yanawezekana. Bila sema yote yanawezekana kwake yeye aminie. Yote yanawezekana kwake yeye aminie. Yote yanawezekana kwake yeye aminie. Imba hiyo wimbo, mimi ni yule aaminie. So kwangu yote yanawezekana. Sasa kama kwangu yote yanawezekana, lazima wewe ujitafutie sehemu ya kujichomeka. Usiwe mtu wa kila kitu. No. Tafuta kitu chako, jichomeke hapo. Wewe ni mwanafunzi unasoma, lakini jiambie nasoma sawa, nitafaulu sawa, nitapata elimu yangu sawa. Lakini baada ya hapa, mimi ni huyu. Jitazame, jione. Yaani itokee kiasi kama Mungu akwambia hivi, muelezee Ashero wa miaka 5. Tokea kifua mbele, sema namjua Ashero wa miaka 5 nikiwa leo. So una uwezo kumuelezea Ashero wa mwaka 2030 ukiwa 2026. Imagine inawezekana. Na unamuelezea kwa ukubwa wake ule, kwamba namuona akiwa anasafiri mikoa na mikoa kwenda kuhubiri injili. Namuona Ashera akiwa amekusanya umati wa vijana akiwaambia inawezekana kuishi maisha bila dhambi. Inawezekana kuishi maisha ya utukufu. Inawezekana kubeba upako na huna hata kanisa. Unajiona ukiwa 2026 lakini unajiona kule. Kwa nini unapaswa kuwa hivyo? Yaani kwanza kuona vitu vinawezekana, kwanza kujinenea. Kwa sababu ya Mithali 18:21. Inasema mauti na uzima viko katika uweza wa ulimi. Yaani mauti na uzima uweza wake upo kwenye ulimi. Unajitamkia nini wewe? Ukijitamkia kushinda utashinda. Ukijitamkia kushindwa utashindwa. Nini ambacho unajitamkia wewe mwenyewe? Umejitamkia nini? Yaani maneno ambayo unajitamkia wewe mwenyewe ukiwa peke yako na hata mtu mmoja. Lazima ujiambie. Moja ya vitu mimi sisahau. Niko Zanzibar, matokeo yametoka form 4, sijafanya vizuri. Naona ndoto yangu ya kuwa engineer fulani imekwama. Lakini na picha nyingine najiona mtumishi wa Mungu. Ila nilikuwa najiona mtumishi wa Mungu engineer. Sasa kabla ya Zanzibar nikiwa form 2, niko Easter Conference. Akaja mzee mmoja anasema nilisoma PCM. Nani ndoto yangu kusoma PCM? Niko form 2. Mzee anakata injili balaa. Anasema nilikuwa naipenda physics na naifollow vizuri. So speed ile ya kuifurahia physics nimehamishia kwenye neno. So sikufundishi kama mtu wa kawaida, nakufundisha kama mtaalamu wa ile neno. Imagine jamaa na uwezo. So nakwambia wewe unasoma laws of physics. Mimi nakuelezea laws kwenye Biblia. Jamaa anazichambua, inabidi ujiulize huyu jamaa anatokea dunia gani? Anakuambia nilijiandaa. Nikiwa huko chini nilimwambia Mungu, nifanye mzuri kwenye neno lako kama nilivyojifanya mimi mzuri kwenye physics. Kwa mzuri kwenye physics hakufanywa. Alijifanya yeye. Akamwambia Mungu, ona wivu. Na kuwa mtaalamu wa mawazo ya watu, nasoma laws ya watu, nasoma physics ya watu. Najua kukalkulate vizuri physics, lakini ni mawazo ya watu. Mungu, ona wivu. Hebu nifanye niwe wa aina yako kwako. Anasema Mungu akaanza kunifunulia. So mimi nikisoma andiko sinisome kawaida, nalisoma afu nalipeka kwenye matendo. Nikikwama namwambia Mungu, kwani hapa ni uongo? So niko from two sometimes amenyeza hizo ideas. Sasa anasema nakufundisha vizuri neno la Mungu kwa sababu ya physics. Nimwambia Mungu wangu uone wivu. Niko form 4 sasa, matokeo ndani na mimi nikajitengenezea picha yangu. Najiona engineer lakini najiona mhubiri lakini engineer. Yaani najiona hivyo hata nitembea. Najiona mhubiri afu engineer. So na majina tunapewa huko na washikaji, na mimi nimepewa jina langu naitwa na washikaji zangu kulingana na uwezo. Naitwa Huga. Kirefu chake ni Huga Muga, lakini wanaita Huga. Huga ni jitu ambalo yani limeshindikana lakini na uwezo wa kuleta matokeo. Yaani ukiniambia afanya hivi haitaki, nataka kufanya kwa njia yake hii tu ulikubali. So sio wanaita Huga. Sasa niko huko Zanzibar matokeo yametoka, nasema maana uhuga wote umeishia hapa. Yaani ule uhuga wote umeishia hapa. Nikiwa nachuma kajani fulani hivi na namna hivi na natafakari kuhusu kesho yangu. Pale kitu kikanijia, jitamkie
Nikaanza kusema ni kweli natamani kuwa engineer, mhubiri wa injili, lakini engineer imeshindikana, lakini bado na ndoto ya kuwa engineer kwenye mambo ya kimungu. So ninaweza kufundisha neno la Mungu kama engineer, lakini Mungu alivyo ajabu, leo hii ni engineer tayari na nahubiri na injili pia. Amen. Amen. Sasa hivi tunawezekana kujitamkia, nijitamkia nikiwa Zanzibar, nimefeli plan A, plan B bado ipo. Mungu akasema kwa sababu hujakata tamaa, anyway na plan A inakuongezea. Naendeleza, nishamaliza ngo ya kwanza ya engineer, naendeleza na engineer nyingine, naendelea kuboresha. Lakini neno la Mungu na lenyewe linafanyaje? Linakatwa. So kuna mimi nitakupiga vitu hapa. Engineer uelewe.